Mambo vipi mtazamaji wa Mike 360, karibu sana ndani ya exclusive interview, na leo bana nimedondoka mpaka kitani kabisa kupiga story na moja kati ya msanii wa Singeli ambaye ana talent kubwa sana. Kwa sasa hivi bila shaka utakuwa unakubaliana na mimi kwamba utaji ile list ya wasanii wa Singeli ambao wanafanya poa, basi utaacha kumtaja Dogo Malo. Amekuwa ana goma lake sasa hivi linaitwa Lipofungu, yani ni anakimbiza vipi. Kwa tuko naye hapa kwa ajili ya kuweza kupiga naye story moja mbili tatu. Mimi naitwa THG Tiaga Teknenga. Karibu. Inakuaje mzee wangu? Kama kaa vipi? Unyama? Unyama kama Mwaisa. Hivi kwa nini Dogo Malo? Malo ndo jina lako au? Malo ndo jina langu, Dogo Malo. Unajua majina yanaanza muda, sio pambanaji naanza kupambana muda kwenye maisha yetu ya muziki. Kwa hiyo yani hapa tulipofikia na tulipotoka tulianza wadogo. Kwa hiyo wadogo tumejenga muda. Kwa hiyo sasa hivi mtu anaita Malo KP Chao, kwa hiyo mwingine anaita Dogo Malo, lakini official Malo KP Chao, kiniita Dogo Malo haina mbaya. Jina lipi ambalo unalikubali zaidi kati ya hayo mawili sasa hivi? Sababu tukisema Dogo sasa hivi mwanangu tushakuwa brother tayari. Mimi yote majina yangu, lakini kwamba mimi na imani kila kitu chenye kinajionyesha. Kwamba uta sasa hivi ashakuwa so dogo, hata mimi mwenyewe katika mitandao yangu sasa hivi nishaanza kuchange Malo KP Chao ndo ninavyojiita. Mzee wangu, moja ya kitu ambacho watu wengi wanakusifia sana ni uandishi. Yani unaandika sana bwana Dogo Malo. Alafu unaandika vitu ambavyo vinatokea kweli kwenye maisha yetu ya kila siku. Hivi kwa nini tulichagua kuimba ngoma ambazo zinaelezea uhalisia? Kwa sababu mtu anapokuwa anazungumzia Singeli basi kuna ile dhana kwamba ni muziki fulani tu hivi, oya timua vumbi na nini. Kwa nini sisi tumeamua kupita na njia tofauti kidogo? Kwamba mbona tumeamua kupita na njia za tofauti kutokana, kwanza mimi niliangalia muziki wetu jinsi ulivyo, kwa sababu muziki wetu ulikopo ni muziki fulani unaonekana una maadili, ni muziki wa kiuni, ni muziki yani kitu anachoimba huyu naye ukaimba. Kwa mimi nikaangalia game kwa nitafanya vipi muziki wetu zidi kupendwa, muziki wetu zidi kwenda old, muziki wetu zidi kuwa mkubwa, muziki wetu tanuke wigo. Nikaona ngoja nije na style ya kuimba maisha ya kweli kutoka na mimi mwenyewe ni mtu Uswahilini. Changamoto zile nazijua za maisha ya kweli, changamoto tunazopitia, sijui maana vitu vingi yani vya Uswahilini vinavyotokea, watu changamoto zinazowakuta sometimes nikiangalia na kachina nachola kitu kizuri, kitu cha maisha ya kweli. Kwa hiyo kwamba mimi nimeamua na ndio maana nikaja na mfumo huo wa kuimba muziki wa hisia, muziki wa maisha ya kweli. Na nimewashawishi watu wengi, yani kuna watu wapendi Singeli, watu wananipigia masimu mengi, mikoa mingi sana ya Dar, mikoa mingi sana ya hapa Tanzania, ni kwamba nimeshawishi kupitia muziki wangu watu wapende Singeli. Watu tunapenda muziki wako, naimba vitu vya kweli, vitu sahihi. Kwa mimi naona nimekuja kuleta changamoto kubwa kwenye muziki wa Singeli, na watu wengi na mpaka wasanii wenyewe wa Singeli kila yani wasanii wenyewe wa Singeli wanajua. Hamna msanii asiyojua Singeli kama mtu fulani anaimba muziki halisia. Muziki fulani usiokuwa na copyright. Kitu nimependa usiokuwa na copyright. Sasa hivi tuna goma letu Lipofungu. Nina kama mwezi mmoja hivi tangia itoke. Na katika ile ngoma bana unaelezea mtu ambaye yuko jela kwa muda mrefu, familia yake huko ipo kinyonge na nini. Hivi ni story ambayo ilishai kumtokea mtu wako wa karibu au ulifikiria tu kwa sababu ni vitu ambavyo viko mtaani? Wengi na watu wangu wa karibu wengi sana, washikaji zangu, wanangu, marafiki wa kaka zangu. Kwa hiyo si tunaona maisha fulani, labda sometimes mtu anakuja na labda kesi so yake, naenda labda jela. Kwa hiyo sometimes tunajua ukweli, tunajua kweli yani yule mtu anakaa jela lakini hana kesi. Mbona kitambo vile vitu ashavitubu, yani vile vitu havifanyi. Fanyeni mpango jela muende kumuona. Ana kesi nyingi zimemzonga kila kona. Sasa sijui mwaka huu atapona. Ni kwamba vile vitu na sio mtu mmoja vingi. Kama sijui kuachiwa mali na wazazi wake, wakaja familia, ndugu akataifisha, hivyo vitu Uswahilini kwetu tunaviona. Ni vitu vipo. Sijui shanaelewa. Kukomandiwa tukonekana mtu sasa hivi ana hela akajipata, ni hadi rafika na kukomandi, yani kisa mazingira namna gani vipi tu, yani hivyo vipo. Kwa hiyo ni maisha ya kweli tunaoimba, kwa lazima mtu mwenyewe akae afikana na kweli mbona mjiza anaimba vitu sahihi. Kwa hiyo ni vitu vipo. Labda sio atuimbi sio mradi tunaimba, tunaimba vitu vyenyewe vilokuepo. Ni ngoma ambayo umechukua muda gani kuiandaa? Ni ngoma kama nimeandaa kwa day 3 kwa day 4, ila mpaka nahakikisha ngoma zangu mimi nakaga wiki 2 wiki 3 na kisha ngoma. Kwa sababu mimi ngoma nikichukua lazima niipitie, je ngoma ipo sahihi, ngoma ina maadili ya kusikiza bibi na babu.
ya so sisi tu vijana labda tunajua bana, ndo ni muziki wetu. Sasa hivi muziki wa kila mtu, bibi, babu, mama, mtoto anasikiliza muziki. Kwa hiyo mimi natoa kitu kila mtu akisikilize, kila mtu akipe sikio hivyo. Najua wakati wa kuandika bana, ngoma nzima ni kali, lakini kwa upande wako ni mstari upi ambao ulikuwa wakati unaandika ukasema sema hapa bana nimeandika na melody imepita nayo fresh? Ila sasa mimi kwenye upande huo nakuwa na changamoto. Mimi naona kile ninachofanya kinakupoa. Na ndio maana sometimes natunga ngoma siku 2, siku 3, nahakikisha wiki 2, wiki 3, kutokana na hakikisha vipi naangalia chorus imeka fresh. Je, verse so mimi situngi labda natunga verse ya kwanza kali afu verse ya pili iwe nini. Amechunguza ngoma zangu zote. Ukaona verse ya kwanza mshipa, verse ya pili mshipa. Kwa hiyo nakuwa nahakikisha ngoma. Kwa hiyo mimi naona ngoma zangu zote kali. Hata hii hapa ilipofungwa bana, miezi 9 yupo Keko Segelea, familia yake nyumbani anamtegemea. Verse ya kwanza, verse ya pili, baba na mama alikuwa na mali kibao, Wetonga alivyofariki ndugu anasema za kwao. Kwa hata mtu mwenyewe unasikia nani, verse zote zimeshiba, verse zote zina ukweli. Hivyo yani. Kwa mimi naona nyimbo tu yenyewe ni yote ipo sawa. Kitambo kidogo nyuma ulienda kufanya show, ilikuwa ni live, sijui kwenye media gani ile. Alafu kuna ngoma ambayo uliimba ili trend sana, na hata afisa habari wa Club Young Africans Alikamwe alipost kile kipande bana. Tayari ushanipata hapo Ikaonyesha kwamba Alikamwe alikumwagia maua yako kama ni mtu ambaye anakusupport. Nataka utuelezee ukaribu wako na Ali, labda alishaikufuata pembeni akwambia mdogo wangu kuna kitu na nini? Ali bwana ni mtu mmoja anaosupport muziki mzuri. Na siwezi nikaficha mimi Ali tuseme ni shabiki, yani mimi shabiki yangu. Kwamba yani ni mtu ananifuatilia sana, hata ngoma zangu hizi track zangu 2 nilizozitoa mpya alipofungu na jibu moja, ni mtu mwenyewe anaongea bwana, huyo ndo mwenye singeli yake. Kwa hiyo ni mtu anaonipa nguvu, mdogo wangu unafanya, unaandika, yani kuna watu wanaandika la mdogo wangu unaandika, unafanya muziki mzuri. Kwa hiyo endelea kukaza nini, pambana hivyo. Kwa hiyo Ali ni shabiki yangu mkubwa na mtu ananifuatilia sana. Hivi. Ishakutokea labda ile umetoa ngoma afu kabla hujaitoa ukamsikilizisha labda nini? Ngoma zangu nyingi sometimes nafanya hivyo. Kama hizi track 2 nilimtumia akazisikiliza, akaniambia mdogo wangu hizi ngoma kali. Kwa ngoma kali achia audio, force chupa tondoke. Hivi. Unavyokuwa unaona watu ambao wapo kwenye mainstream kama hivyo wanakusupport, kwa upande wako unajisikia vipi mwanangu? Kwangu mimi naona shalati sana, naona kitu kikubwa, na namshukuru sana Mwenyezi Mungu, maana Mwenyezi Mungu ndo mweza yote. Mwenyezi Mungu ndo anafanya mpaka leo bwana Malo nimekuwa hivi, nimekuwa juu. Mwenyezi Mungu ndo ananipa nguvu nizidi kupambana, na watu wangu pembeni wananisupport nini. Kwa hiyo mtu kama yule mimi anavonisupport, labda anavyonipa nguvu mimi nizidi kupambana na kitu kikubwa. Na swali kama kuna watu wengi, watu wakubwa wengi sana support ngoma zangu, wananishabikia, wananiambia mdogo wangu fanya. Kwa mimi bwana nachofanya mimi naimba tu muziki, yani napambana, natoa tu mawe. Hivi. Mzee wangu sisi tumekulia Uswahilini mtaani kwetu kabisa, unajua kuna mambo mengi. Dogo Malo ushakuiba? Kuiba. Kuiba tushaiba. Tushaiba. Hatuwezi tukakataa uhalisia, tushaiba, lakini kwamba na ndio maana leo naimba vitu vingi vya uhalisia kutokana kuna maisha mengi sisi tushaishi. Yani tushaishi maisha mengi sana huko nyuma. Kwa hiyo ni vitu fulani watu tushaviishi na tushaviacha na tushaenda mbele. Ila udokozi tu kwenye utoto bado tushaufanya. Una kisanga chochote ambacho ulishakutana nacho utakuja kukisahau? Afu mimi katika maisha yangu ya kuiba sijawahi kuiba kusema baba ndio ule wizi wa mtaani, umempola mtu simu, umefanya nini, hamna. Sisi tuko tunaiba sana, sio tu watoto watundu. Siku kwenye mwembe wako, si hatukuombi, si tunaiba, tunapromosha embe zako, tunaondoka madafu. Sasa sio tuna wizi wa njaa, yani tuibe tushibe. Si labda tonela yako nini tutamani tukuibia, tuna wizi. Yote si kwa watoto watundu. Kesi za kuiba siji maembe, tumeiba sijui nini, yani imetia kwa familia zetu zishakuja sana. Lakini sio bale kesi mpaka nakufikia bado unaenda kituoni, unakaa, unaenda jela. Tuje kufanya wizi huo. Unaje inakuaje? Fresh na waje kama kawaida. Bwana hongera. Sasa hivi Dogo Malo unajua mzee wangu ni kitu kingine, watu wanamzungumza vizuri. Hivi ni kitu gani ambacho unamzuia Dogo Malo kukifanya?
kwa kipindi hiki hapa ambacho ni maarufu? Kwanza sasa hivi hapa inabidi ajibrand sana. Umeona? Yaani in short, yani sasa hivi show hizi za mitaani hizi. Cha kwanza ni hizi show za mitaani hizi. Achane nazo kabisa. Kwa nini achane nazo? Hizi unajua show za mitaani nyingi unajua zinakuwa zinaondoa brand za msanii. Kwa hiyo show za mitaani kwanza hatufanyi. Hivi na zile si ndo zinakuaga vurugu nyingi sana na nini? Usalama mdogo. Unaweza kashangaa show hazina kibali afu msanii kaishaenda kuperform, polisi wanaingia, msanii anakamatwa au umekatwa, chupa inarushwa. So unajua tena shughuli za mitaani hizi hazieleweki. Kwa hiyo zile si hatufanyi. Hivi najua unapokuwa meneja na msanii sio kila muda mnakuwa mnaenda sawa. Yaani sio kwamba kila kitu ambacho tunamwambia Dogo Malo anakuwa anakikubali. Ni wakati gani ambao huaga mnapishanaga kiasi kama mpaka sometime labda mnazinguanaga, meneja bwana vipi na nini? Mnapishanaga kwenye nini hasa? Mimi msanii wangu aendagi na muda. Hapo ndo tunapishana. Mtu kuchelewa sana. Unaweza kupangana naye kitu saa 2, unajua hiyo saa 8 mchana ndo yani yeye ndo. Kwa hivyo vile tunakuwa tunagombana sana. Aendagi na muda. Na ilikuwaje mpaka ukaanza kumsamia Dogo Malo kwa mara ya kwanza kabisa? Mdogo wangu ana kitu. Ana kitu na namuombea kwa Mungu yani kila siku kwa sababu Dogo anajua kuimba. Dogo anajua kuimba. Alafu sasa unajua kuna wasanii anakuwa ipambani ndoto yake, yani wanaimba tu mradi ameimba. Sasa huyu hapo hiyo ni ndoto yake yani. Ndio maana unamkuta Dogo anaimba, muziki unaenda. Umeona? Kwa sisi tunaomba Mungu tufike walipokuwa wao na tuzidi kwenda mbele. Meneja sasa amesema kwamba show za mtaani hizi hataki. Zinakuwa zina vurugu salama mdogo. Ulishawahi kuzinguliwa wakati umeenda kupiga show za namna hiyo? Hamna, sijawahi kuzinguliwa. Afu bahati mzuri mimi ni mtu fulani kwa upande wa wasanii. Nilikuwa ni mtu fulani kwanza nakubalika sana na watu wa Uswahilini wenye muziki wao. Labda nazungumzia labda Masela. Ni mtu fulani sana nakubalika na watu wao. Japokuwa labda japokuwa hata nyimbo zangu sio labda za siimbi nyimbo za kisela, lakini yale maisha tu naoimba maisha ya kweli watu wengi sana wagusa. Kwa hiyo mimi ni msanii fulani mara nyingi sana naenda sehemu nyingi. Na labda nisiende na ulinzi lakini ila tumezungumzia vipi atufanye show za Uswahilini kutokana na mimi sasa nishijitengeneza kitu brand. Brand yangu ipo vipi? Sasa napiga show Uswahilini lakini show Uswahilini sasa hivi kamera ni nyingi, mitandao ni mingi. Kwa hiyo usitegemee unafanya show Uswahilini hamna simu, hamna kamera, uongo. Watu watarekodi, watu watapost. Wakipost je, mashabiki zako wanachukulia vipi? Na mwenyewe link yako lazima watu link ishuke. Msanii vipi? Kwa hiyo labda kama unataka tupige show yako Uswahilini yani ukamilike, cha kwanza uwe na ulinzi, uweke jukwaa. Yani uweke tu maadili yanayoonekana msanii kweli hapa anakuja kuimba msanii. Hivyo. Sasa mzee wangu itakuwa nimewakosea sana mashabiki zako kama tukiongea tu alafu hata usitupe kitu kidogo. Tupe kitu kidogo. Nilipotoka na uko nyuma nshalizwa, moyo wangu mimi na nyinyi upo sale sale. Vipi wa Kinondoni, Mwananyamala, Buzamiwa, Mbagala, vipi wale Watandale. Nilipotoka na uko nyuma nshalizwa, moyo wangu mimi na nyinyi upo sale sale. Vipi wa Kinondoni, Mwananyamala, Buzamiwa, Mbagala, vipi wale Watandale. Moyo takipenda, moyo shagaili, moyo ndege mzuri yaloluka kasafiri. Moyo takipenda, moyo shagaili, moyo ndege mzuri yaloluka. Natoka zangu Mbagala naelekea Magomeni, mikufika we misheni na kutana na foleni. We mala trafiki anasema weka pembeni, micheki ananikamata mikisa sina leseni. We natoa picha na huyu binti muoneni, anaendesha moyo wangu na alafu ana leseni, mkamateni. Moyo takipenda, moyo shagaili, Moyo takipenda, moyo shagaili. Bana mnyama sana. Hivi kwa upande wako kwenye kuimba Singeli sasa hivi nani mpinzani wako? Unajua uko nafanya kitu. Nikwambia kitu kimoja. Yaani mimi naenda nasema kitu kimoja. Mimi mwenzako ndio maana mimi sipenda kwanza kuongea sana.
Sipendagi kuongea sana wala kujifananisha, sipendagi. Yani hata mtu kunifananisha nifananishe mimi, yani sipenda nifananishe. Mimi mwenzako, mimi naamini muziki wangu kwa sababu mimi nafanya muziki. Mimi nafanya kweli muziki. Yani mimi siimbe tu imradi nafanya muziki. Alafu sante moja tu kufananishwa na mtu katika muziki copyright kibaya. Yani mtu anaimba nyimbo afu ananyana copy za nyimbo za zamani. Sija anachukua nyimbo nani ya zamani na nyimbo yake. Alafu bali mtu akufananishe. So si naandika mzee. Ndio maana mtu anakuita singeli mwenyewe. Mimi sijajiita singeli mwenyewe. Ila watu wenyewe ndio singeli mwenyewe. Kwa nini mwenyewe anafanya muziki tofauti? Ila mimi nashukuru mimi kwanza nimejipata kwenye muziki wangu. Kwanza mimi unifananisha na mtu wote. Yani sijui umsikie Dogo Malo alafu umsikie sijui kafanya melody za mtu amna. Dogo Malo tu. Na naandika copy. Hivyo kwa kufananishwa zile ambazo wale wengine unakuta wanachukua nyimbo ya msanii fulani ya Bongo Flava naweka kwenye singeli zinakukataga zile. Kwanza ni wengi sasa wasanii wa singeli wanaongoza kitu hicho, yani kuchukua tu nyimbo wengi, asilimia 99 wasanii wa singeli wengi wanakopi. Sasa mimi vitu hivyo siwezi, mimi naandika bwana umeze kitu nitoe muziki mzuri hivyo. Nilikuwa nasikiza interview yako fulani ukasema tangia nilivyokuwa shule nilikuwa nikiingia tu darasani wanafunzi wenzangu wananifuata nyuma, mimi naimba tu muda wote. Inamaanisha kwamba muziki wa singeli ama kuwa mwanamuziki ni kitu ambacho tulikuwa tunapenda. Mpaka sasa hivi kwa sababu tuna hustle, ni kiasi gani kikubwa cha fedha Dogo Malo alisha kukipata kwa sababu ya singeli mpaka ni ukakaa ukasema hatimaye nimekipata bwana. Unaweza kataja tu kwa sababu ya inspiration na nini? Kwa kusema labda kiasi gani kile anachokipata, sasa ningekwambia kwamba kuhusu hela tunashika. Yani hela tunashika, muziki wenyewe unajiongoza, muziki unalipa, japokuwa tunachokitafuta sio hichi, ila Mwenyezi Mungu anabariki tunapata 200 tofauti na nyuma tulipotoka. Nyuma jua ulipopagumu sana. Nyuma noma mzee wangu. Yani nyuma sopo anda kama kuna mtu anasema akurudishe wrong. Sasa nikamngangania kwamba mzee usinipeleke nyuma. Unataka kuishi maisha ya nyuma. Nyuma za sheni nyingi kutoka na sheni kwa nafanya kitu. Na kipambania kitu hatukijui kitakuja kutulipa lini. Yani unapambania muziki hujui lini utakupa show, lini utakupa hela. Yani mtu unapambana lakini mtu imani unajiweka mimi sinajua one day yes nitafika. Kwa hiyo sasa tulipofika japokuwa tunapata hela lakini sio kusema baba hela kivyake, tuna imani tuna hela nyingi sasa zinakuja kwa kitu tunachokifanya, sababu tunafanya vitu vikubwa. Kwa hiyo tuna imani hela nyingi sana mbele zipo na tuna nini, kiufupi tu muziki wenyewe tunaudai. Muziki wale unaudai? Naudai sana. Yani naudai. Hapo sasa tunaishi kwa imani. Imani ndo asili yetu. Tuchopee kidogo imani. Au meneja unasemaje? Fresh. Sababu tunaishi kwa imani. Tushaishi na masela huko mtaani. Tushaleta sana noma huko mtaani. Tushapona huko mtaani. Tushatoa mpaka mitu huko mtaani. Tushatoa majalamba huko mtaani. Tushaimba kwenye miziki huko mtaani. Kesi zilikuwa nyingi huko mtaani. Tushokota mpaka siso huko mtaani. Oya basi muulize mwanangu Majani. Tushaishi na masela tonga kitambo. Wengine wamezika, wengine migambo. Wengine wameoa Bongo na Mpango. Ila kuna tunaishi kwa imani. Noma. Hatari sana. Tushazika wanetu sana. Wengi. Tushazika wengi sana. Tushazika wanetu wengi. Hata sante moja kuna watu tulikuwa tunaamini yani kipindi cha mafanikio tuwaone wale watu, lakini nakuta tuwaone, lakini tunaamini mipango ya Mungu na imani. Kila kitu mimi nachukulia imani unajua. Kwa hiyo sisi tumewapenda, Mwenyezi Mungu awapenda zaidi. Hivyo. Ni mwanao yupi ambaye ameshatangulia mbele zake, Mwenyezi Mungu amrehemu, natamani leo angekuwepo labda kushuhudia Dogo Malo namna ambavyo unapeperusha bendera ya singeli? Kama kuna mwanangu mmoja ni msanii mwenzangu aitwa Dogo Chogo. Ni mtoto wa Mbagala. Ni mtoto wa nyumbani kabisa. Kwa hiyo kwamba yani ule kwanza wale mtu wale alikopa ni spy so mchezo. Yani mtu fulani kipindi iko napambana na tafuta njia za mafanikio, yani ule ni mdani kwanza yuko ni mpinzani wangu. Kwa sababu alikopo kwanza na watu wengi, anapendwa na watu wengi na mimi napendwa na watu wengi. Kwa hiyo Mbagala ifika stage hata uje msanii nani kutoka wapi Mbagala ukitukuta si watu sisi tunaimba Malo Dogo Chogo. Wewe hata ushike vipi maiki, hata uwe mkali vipi, watu watakupiga chini. Tutapewa ushindi si watu wa Mbagala. Kwa hiyo kwamba na kwamba yani sio kwamba labda
tunapowashinda bado tunabebwa watu tunaojua tunafanya vizuri. Kwa ile dogo akaja akafariki. Ni mtu ananispire. Kwa jumla yule baadaye nimepata mafanikio, mwenzangu tayari kashafariki. Kwa hiyo mimi njia zangu naona nini kama muona hapa nilipofika nikopo na yule pale dogo yupo. Alikopo yupo mbali na yeye. Alifariki kwa sababu itikana nini? Alifariki ilikuwa mchongo wa malazi tu. Kuumwa nini kitu kama hicho. Yupo ni mtu anafanya vizuri. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Yeah. Ndoto zako, mipango yako hapo tumalizie. Zungumza na sisi hapa mashabiki yako bwana. Dogo Malo tegemea kitu gani kwake kwa mwaka huu ambao umeanza 2026? Mwaka huu bwana, so mwaka huu tuseme 26 kikubwa tuombe uhai. 26 27 wote tunaondoka. Ya, kwa labda tutegemea basi 2028 huko labda ndo tutegemea vitu vingine vingi. Lakini miaka hii yote tuna vitu vingi. Kuna makolabo makubwa, kuna magoma makali. Ya, kuna mavideo makali. Kwa hiyo mashabiki zangu wakae tayari. Na hapa nyewe tu kuna ngoma 2, kuna Lipofungu, ngoma ina miezi sasa, ina mwezi mmoja. Lipofungu jibu moja, nyimbo kali na nyimbo tayari, video zinafanywa mpango wa kuja. Kwa hiyo mashabiki zangu, mashabiki wa muziki mzuri, yani wakae tayari kusubiria vitu vikubwa kutoka kwa Malo KP yao. Meneja hapo, zungumza na mashabiki zako bwana. Sisi bwana, cha kwanza wasichoke kwanza kusupport, kwa sababu muziki wa Malo hauendi bila mashabiki. Kwa hiyo watu wa support na zidi kutuombea dua. Tunawapenda sana mashabiki zetu. Hivyo tu. Malo, kwa kumalizia, 5 bora ya wasanii wako wa Singeli yani ambao yani unawaaminia. Sasa ukisema 5 bora unakuwa na nini? Anakuwa vipi sasa? Kama utakuchomoke pembeni hapo. Yaani 5 bora hiyo mimi nipo au 5 bora ni malize. Nayo ukiwepo fresh tu. Wasanii mimi sio nikaficha nikaongea unafiki au sio? Wasanii wanafanya vizuri wengi. Ya, kama sasa hivi labda kwa sababu kizunga game la sasa hivi wasanii wengi sana wa zamani wale sasa hivi jua hawapo. Singeli. Kuna watu tujua walikuwa wanafanya vizuri wengi, lakini sasa hivi kuna watu wadogo wapo. Ukizungumzia mimi mwenyewe Singeli mwenyewe nafanya poa. Ya, ukizungumzia ndugu yangu Msomali Vitamini anafanya poa. Ukizungumzia mdogo wetu ule Ibla Malume, Dogo Malume anafanya poa. Ukizungumzia mtoto wa Mbagala, mtoto wa mtaani Doni Blizi anafanya poa, au sio? Kwa hiyo kuna wasanii wengi wanafanya poa, kina Mbwido, kina nani wanafanya fresh. Kwa hiyo msizoba nikaficha sijui vipi, yani mimi kitu kipo wazi na kika wazi. Ya hivyo. Kwa hiyo shout sana, tuzidi kupambana wanangu, tuzidi kufanya game letu. Yani mimi nataka ifike kipindi yani tushusha muziki kwa Bongo Flava. Kabisa. Kutoka na huu ndo muziki wenyewe asili ya muziki wa nyumbani. Na ndio maana mimi napambana sana muziki yani uende old. Hapa ninapokuambia na collab kama 2 za nje, so hapa Tanzania nje ya nchi. Malo twende taratibu bwana. Kenya au sio bwana? Malo twende taratibu Malo. Vitu vikubwa. Tuna collab Kenya. Kwa nataka mimi muziki yani ujefike kipindi yani muziki uende old. Sizungumzie ile wasanii wanatoka hapa waenda Maulaya huko, ni mtu anaimba kitu hata mzungu wenyewe hajui msanii anaimba nini yani. Unajua yani hasa inakuwa so upige show Ulaya. Ila DJ ndo anakuwa anapiga show wazungu. Wewe msanii wachokiimba tu ukielewi. Kwa hiyo hivyo yani tujitahidi kutunga muziki mzuri mradi tuzidi kwenda. Kwa hiyo tuna collab Kenya na nyingine imekuwa private hapa. Hivi lakini ni kweli kwamba wasanii wa Singeli wale wa kitambo ambao wapo kwenye game wanawakazia nyema Yangi ambao mnakuja vizuri sana sasa hivi? Story ambazo tunasikia zipo. Kazi yake vipi yani? Yaani kwamba hata kama mkihitaji kufanya collab wanawaaminia kwa ndani, mkihitaji habari la ushauri na nini connection kufika sehemu fulani wanawakazia. Kwanza mimi katika maisha yangu siamini kitu hicho, kitu cha collab. Na wanajua hamna msanii wote sijui Singeli mkubwa eti nishe kumwomba mimi collab. Hamna. Kwanza siamini collab eti ndio itanipeleka mimi. Siamini. Labda kuna collab labda za Bongo Flava, mimi naamini collab naweza kufanya msanii uwe big. Lakini kwamba collab za wasanii wa Singeli hasa waloenda yani kwanza uchuki tu. Unajua ni chuki nyingi. Kwa hiyo mimi sijai kuamini kwamba msanii wa Singeli mwenzangu eti alikopo nitangulia, najua bwana labda nani alonitangulia.
Uko Dogo Malo nataka kusema kwamba uamini kumwomba collab msanii wa Singeli ambaye ni mkubwa ili kidogo upande. Siamini. Yaani bora hata toke ni msanii mwenzangu labda Adam Changa wanaofanya vizuri sasa hivi, labda bwana mwanangu Malo tushare kitu, tutengeneze kitu. Kwa hiyo pale mimi na mimi pesa tukatengeneza kitu kizuri. Yaani ikafanya poa kuliko hata kufanya labda na Meja sijui nani. Dula. Au tulishaomba alafu tukakazi. Sijawahi kuomba, waulize. Kwanza wananijua. Sijawahi kuomba. Wanakujua katika engo gani? Sijawahi kuomba. Ni bora nimshoboke J Melody, nimshoboke nani. Najua nitatengeneza kitu kikubwa. Na kitu kisichokuwa na unafiki, yani kila mtu atapost, atapost na mimi yani nitaposti. Kwa sababu mimi naona wasanii wengi wa Singeli wanafanya, wasanii wadogo wadogo wanafanya na wale watu waloenda, wanafanya na makolabo, unaona mtu mwenyewe kaposti tu mwenyewe nyimbo yake, ule msanii haja collaborate, haja post. Yani kiufupi yani anafanya bora liende yani. Si unajua zile? Na wengi sasa ndio kuna mtu kafanya kitu kimetrend ndio bana atia anamfuata msanii. Nipe nikae. Asa mbona kipindi haja trend antemo anakuomba kitu afanye naye, mbona ulikopopo tayari. Kwa hiyo leo ka trend, mimi watu wasanii kibao washanifuata. Tufanye, naambia fanya pita tu mbele. Mimi mwenyewe naamini njia zangu. Hivyo kwa hiyo yani mimi yani sio tu baba kumuomba. Sandemo hata kama kwanza ukinifuata kuniomba collab, kwanza nakuuliza nyimbo yangu na makubwa nayo gani? Unataka tufanye vipi? Yani kama uko hata na misimamo unajua sasa nyimbo yangu na simu fanya itafika. Tunafanya. Lakini sio uje tu mradi tu tufanya. Siamini yani. Sema mtu yani kwa ni bora umwombe collab J Melody kuliko umwombe collab labda Dula Makabila au Voice. Hivyo. Siamini. Sema mtu akikuangalia anaweza kusema unafiki. Unafiki mwingi. Unafiki ndio kitu ambacho kinakukata. Alafu mimi naishi kwa imani, yani vitu hivyo siwezi. Yani ndio maana mimi kwanza mimi katika wasanii wanaongoza kuishi maisha kipekee yao mimi. Wenyewe wananijua na ndio maana mimi huwezi kukuta msanii anaongea mimi kwa ubaya. Dogo Malo snitch. Kwanza mimi yani huwezi kukuta hivyo kutoka mimi ni msanii. Fulani kwanza mwenyewe najiamini ufanyaji wangu. Na ndio maana sipendi kwa sababu mkisema mjenge vitu yani ule ushoga mwingi ndio na kwa maneno. Linachukua hapa linapelekwa kule afu ndio vitu sio viamini mimi. So mimi naishi kwa imani. Hivyo. Unafiki ndio kitu ambacho kinakukwaza. Siamini. Kuangalia mzee wangu ni kama vile Dogo Malo anajiamini sana yani. Kwanza wananijua. Hapa kwa vile naamini njia zangu. Kitu gani ambacho kinakusukuma? Mimi yani kujua kwangu tu. Najiamini, yani najua nachora. Mzee anapokuambia anachora, nachora. Yani nachora. Yani naandika sana. Hivyo yani. Naamini katika hapo una ulimwengu wako umetengewa bwana. Kwa kuandika mpeni Dogo Malo picha mkubwa sana. Kwanza nakwambia kwanza mimi najiamini sana kutoka na mimi sinatembea mzee, naenda mikoani, nafanya show sehemu nyingi. Na kuna wasanii hapa Bongo tu hapa wanafanya vizuri, lakini kuna sehemu naenda mimi mikoani hawajulikani. Msanii gani si hatumjui yani. Kwa mimi naomba kwanza yani cha kwanza tufanye kwanza muziki. Ngoma ziende, ngoma zipenye. Hivyo yani. Bwana meneja. Naam. Ndugu yangu hapa kweli kazi umeifanya. So ndogo. Msanii anajiamini bala. Yani so msanii tu hata mwenyewe inabidi ujiamini. Sure. Yani wewe mwenyewe inabidi ujiamini. Sababu eti siwezi nikatoka tu kwangu eti kisa nimevaa singlet nikasema watu wataniambia sijapendeza. Inabidi ujiamini. Bana, huyu alikuwa ni manager yake Dogo Malo. Dogo Malo mwenyewe tumemsikia amekwambia kwamba mwaka huu tutegemea collab 2 za kimataifa. Alafu haamini sana eti kwamba afanye collaboration na msanii wa Singeli ambaye ndio mkubwa tinendo apenya. Kwanza kwenye kuchora yeye ana balaa. Sijui umeelewa. Hasa mpaka bana nilipofika nilifanya collab na msanii wa Singeli. Hamna. Nimefika tu kwa mipango ya Mwenyezi Mungu na kupambana kwangu. Mpaka pale leo bwana anaonekana Dogo Malo. Japokuwa kuna kipindi alinificha sana. Ila Mwenyezi Mungu tu na mashabiki zangu, mashabiki wa muziki mzuri wananipambania mpaka leo anaonekana Dogo Malo. Na wanajua kazi yangu, wanajua. Ila mimi siamini tu collab na Singeli. Na kipindi ambacho kuna kipindi wasanii wa Singeli wengi sana mliibuka. Na kuna mdogo wako bana changamka kidogo. Ulisikia story yake nyuma hapa? Kipizo kwamba sauti ghafla bana ikawa haipo. Hivi swala la ushirikina mzee wangu hizi vitu vinakuepogi? Hayo maswala. Hayo bana maswala ya imani. Kila mtu ana imani yake.
Hayo masuala ya imani hayo, na sometimes ndo kama hivyo ninavyokuambia, ile kujichanganya changanya, kujifanya upo na huyu, si unajua wengine wanakuwa ni unafiki tu. Ulisha kuchezewa kidogo? Watu kupenda. Hamna, mimi sijui kanisha kuchezewa, kwa sababu mimi imani yangu kwa hairuhusu. Mimi naishi kwa imani na muamini Mwenyezi Mungu hivi. Tunapiga ishara msalaba. Tunapiga ishara msalaba sasa. Hamna. Mimi za kupiga goti na kusali tu. Mimi kwenda Sheikh Hassan mzee. Hiyo mara ikanichanganya. Masjid yani. Mimi Sheikh Hassan mzee. Hauna una rasta hivi. Mara mwisho kuna msikitini lini? Mimi bwana siwezi nikakuficha bwana. Kila desi uzulie msikitini, la Ijumaa lazima nikapiga goti yani. Na baba kashe yangu mzee kutana na mimi, usijua kana rasta. Nakupigia nakupigia tunazibana zote hizi. Kupigia goti mama, maisha mengine anaenda. Hivi yani. Tunaamini Mungu kwanza. Mimi naamini Mwenyezi Mungu kutokana mpaka nilipofika nyenye, naamini Mwenyezi Mungu mpaka hapa nilipo, japokuwa hajanipa kinachokihitaji zaidi, lakini na imani atanipa tu kinachokihitaji, sababu nimetoka mbali na nimepiga hatua nyingi sana hivyo bana. Asante sana mwanangu. Sema meneja mkumbusha tena zingatie muda. Siwezi nikasema, lakini mwenyewe anajua aliponiweka. Hiyo hasa hiyo kweli, yani hicho kitu mwenyewe tunakipambania kutokana mwenyewe kaniweka sana leo unajua. Namjua msanii wangu, namjua. Yaani mimi akishaniambia tu maswala sijui saa poa basi kesho saa 2, mimi najua hiyo saa 6. Bana, thanks for your time. Mimi naitwa THJ Tiaga Teknenga na mwanangu Malo. Leo tumekamilisha kwa namna hiyo hapo. Chao.